Kwa kuzingatia falsafa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, falsafa ya 4R, Mheshimiwa Waziri George Boniface Simbachawene aliweza kutukutanisha na wizara mbili, ukijumlisha na wizara yake jumla zinakuwa wizara 3 na makatibu wakuu wake, vile vile viongozi wengine wa serikali kutoka wizara husika. Tunaweza kusema kwamba falsafa hii imekuwa na tija kubwa sana kwetu, kwa sababu nafasi hii imekuwa ni ya kipekee. Tumeweza kujadiliana na serikali namna bora zaidi ambayo itasaidia na itakuwa imeleta afya kwa vijana na taifa kwa ujumla. Mpaka sasa hivi serikali imetoa timeline kwamba siku 30 mpaka 45 itakuja na majibu kuhusu hatima hii ya ajira. Hilo ndio jambo la msingi na kubwa la kwanza. Na ndani ya hizo siku 30 mpaka 40, serikali imeahidi kuwa ikipata changamoto yoyote katika kutafuta solutions za matatizo ambayo tumeyawasilisha, kwa sababu changamoto zile ambazo tumeziwasilisha ziko katika misingi miwili. Walituelekeza pale. Kuna changamoto na mapendekezo yako katika msingi wa sera na kanuni, ambazo automatically kanuni zinatakiwa zikabadilishwe bungeni. Na kuna changamoto zingine ambazo zinaweza kutatuliwa chini ya mamlaka ya kamati. Kwa hiyo wao wakiwa wanaendelea na mchakato huu, walitusisitiza kuwa wanaweza kutuita mara kwa mara ili kuweza kushirikiana katika kuendelea kuzisolve. Kwa hiyo watakuwa wanaenda wanatubainishia wao sasa kwamba hii tumefika hapa, hii tumefika hapa. Kikubwa ni kwamba kufika mpaka hiyo tarehe, baada ya hizo siku 40 waje na feedback. Azma ya serikali ni kwamba NETO na serikali washirikiane kutatua changamoto hii. Sasa serikali imetuita ili tushirikiane kutatua changamoto, kwa sababu kuna vitu vipo kwetu vitafaidisha wao na kuna vitu viko kwao vinaweza kuwa msaada kwetu. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza kuona kabisa ni hatua kubwa. Kumbuka mwajiri ni serikali. Kama unayempigia kelele amekuita ili mshirikiane kutatua tatizo, maana yake hiyo kwanza ni hatua kubwa, kwa sababu sasa na wewe unakuwa sehemu ya kutatua tatizo. Hili ni jambo la kujivunia kwamba sasa tunakuwa sehemu ya kutatua tatizo la ajira kwa walimu. Kwa hiyo maana yake nini? Tutakuwa lazi kujibu swali lolote tutakaloulizwa baada ya hizo siku 45, mtuulize yale maswali sasa kwamba mnafanyaje. Serikali sasa imewadanganya, lakini mpaka sasa hivi tuna cha kujivunia kwa sababu nafasi hii hatukuwa nayo. Kama mwajiri, waziri wa utumishi katuita, njooni mnieleze. Tumeenda, tumeshirikiana naye na tumemweza, naye ametufafanulia namna ambavyo ataenda kuhendo jambo hili. Na ndani ya siku 45 tutakuwa mbele ya maiki hizi kusema maneno ambayo yataendelea au majawabu ambayo yatakuwa yapo. Hata mmoja hapa kuna lamba asali. Hata 1000 hakuna ambaye lamba asali. Lakini sasa sisi ni wasomi, hatutakiwi tu kulalamika mara kwa mara. Haya ndiyo tunalalamika. Mmetoa hoja, mmeenda mmejibiwa kwa hoja. Tukumbuke kwamba hii ndio swala, sisi ndio tuanzisha hili sakata. Tumetoa hoja zetu, tumeitwa, tumejibiwa kwa hoja pia. Lazima pia tuwe wavumilivu, sio swala kulamba asali. Ni swala wao, sisi tulikuja kisomi na wao wamekutuita kisomi, wamejenga hoja zetu na wamechukua hoja zetu na wao wameleta hoja zao. Tumeona kuna haja ya kusubiri hoja zao kwanza ambazo wamezitoa na kuzifanyia kazi. Tuone baadaye inakuaje, lakini sio swala la kulamba asali. Hakuna lamba asali. Mwenyekiti, umelamba asali? Hakuna lamba asali hapa jamani. Kwa hiyo lazima tujue hilo kwamba tulikuja mwanzoni sisi, tumekuja tena sisi, hakuna haja ya kulamba asali. Sisi ni Watanzania wazalendo wenye mapenzi ya dhati na Watanzania wenzetu, lakini pia tunafahamu maumivu ambayo maskini wenzetu wanapitia. Kwa hiyo ndugu wana NETO, msichukulie kwamba ni swala kulamba asali. Sisi ni wasomi. Hatutakiwi kuwa tunapinga kila kitu. Wanapotuletea hoja serikali, lazima sisi tukae kimya kusubiria hoja zao ziweze kufanya kazi. Hatuwezi kuwa tunapinga moja kwa moja. Hilo sisi hatuwezi. Sisi ni wasomi. Sisi sio chama cha kisiasa kwamba mdoto tutakuwa tunapinga. Hapana. Sisi ni wasomi. Lazima tukae tuone kwamba hizi hoja wamezileta serikali, tuzikae tuzifanye kazi na tuzisikilize. Kwa hiyo nafikiria ndugu mwandishi wa habari, hakuna lamba asali hapa. Mungu shahidi. Tupo wote, hatuna ajira vile. Wote hapa ni unemployed, hakuna aliyeajiriwa hapa. Mungu shahidi. Hakuna hata mmoja aliyeajiriwa. Mimi nawapieni hivi haki ya Mungu. Hakuna aliyeajiriwa hapa. Ni masuala tu ya hoja. Lazima tuweze kufanyaje? Kuelewana katika hilo.
kwa namna mazungumzo yetu yalivyokuwa ni kwamba wamekubali ombi letu la ajira, lakini wanashindwa kutoa maamuzi kwa sababu katika makala tumezungumzia mapendekezo kwamba kutoka kwenye ajira 15,000 ziingie wapandishe kiwango mpaka kufikia ajira 60,000. Lakini wao wanaweza wakakubali swala hili au wakasema kwamba tunaweza tukaajiri wote, lakini ni swala ambalo itakuwa gumu kwao kwa sababu wao sio watoaji fedha. Lakini hili swala linashughulikiwa na timu mbalimbali. Kama wao watasema kwamba ofisi ya Rais management ya utumishi anaweza akasema kwamba okay, ni sahihi sisi tuajiri wote. Je, pesa wanazitoa wapi? Lazima wahusishe Wizara ya Fedha. Kwa hiyo manake lengo la kuunda hii timu ni katika kuchakata vile vinavyowezekana. Kama kuajiri walimu wote itawezekana kwa makubaliano, pesa zipo, basi watafanyaje? Wataajiri. Lakini kama itashindikana, basi kwa kiwango gani iongezwe idadi ya uajiriwa ili swala liendelee kupungua taratibu, pia wataangalia. Lakini baada ya kufanya makubaliano wao kwenye tume, hawatalitoa moja kwa moja kwenye jamii. Wataita sasa NETO tukae nao mezani. Kwa yale ambayo tayari wameshaona yana uwezekano, basi na sisi tutoe mawazo yetu kwamba hapa tushirikiane. Ndicho ambacho kimetokea. Nadhani jamii itambue kwamba swala la ajira serikali imekubaliana nalo na yenyewe inaona kama kuna changamoto, lakini hawawezi kutumia wizara moja tu kuamua. Ni lazima washirikiane na wenzao kujua namna ya kutatua.